Inawezekana umewahi kwenda hospitali ukaambiwa kwamba una tatizo la mzio au allergy. Lakini pia inawezekana umeenda hospitali ukaambiwa una magonjwa ya autoimmune disease, kwa maana kwamba autoimmune disease ni magonjwa ambayo mwili unashambulia viungo vya mwili wako. Na hii ni kwamba ni pale mtu anapoanza kuumwa misuli, mtu anaumwa joints, mtu anaumwa vitiligo, vile mabaka ya kwenye ngozi, au mtu anakopo anapata kisukari namba 1 kile type 1, sawa? Au mtu ana matatizo ya nerves mbalimbali, na hii inakuta sana pia watu wazima. Hii magonjwa ya autoimmune disease maana yake ni kwamba mwili unashambulia viungo, kwa maana kwamba mwili unakuwa kama umechanganyikiwa. Yaani zile kinga za mwili zinakuwa kama zimechanganyikiwa. Hazijui adui, hazijui huyu ni mtu wangu au huyu sio mtu wangu. Kwa hiyo inakuwa inapiga sehemu yoyote ile. Kwa hiyo inaanza kushambulia viungo vya mwili badala ya kuvilinda hivyo viungo. Kwa hiyo ni moja pia ya sababu ya kinga ya mwili kuwa dhaifu. Ndio maana inashindwa sasa mpaka kujua vile kutafsiri kwamba hiki ni kiungo ambacho sitakiwi kukidhuru, natakiwa nikilinde. Hasa hivyo vyote ni kinga ya mwili, sawa, ambayo inakuwa imeathirika. Lakini pia ukienda kwa watu ambao wana mzio, mtu anakuambia mimi sinywi maziwa, nikinywa na sijui nafanyaje. Mwingine nikipaka mafuta nakupo na umuka mwili. Mimi nikila samaki nakuwa natoka na vipele. Mimi hivyo vitu vyote inamaanisha kwamba huyu mtu mwenye allergy ni moja ya dalili kwamba kinga yako ya mwili ni dhaifu. So mtu mwenye hayo magonjwa ya viungo, ya joints, ya kisukari type 1, vitiligo, sijui ukija kwenye swala la allergies, hizo zote ni kinga za mwili dhaifu. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya ni kuhakikisha unapata sasa unafanya hivyo vitu ambavyo nimekuelekeza vya kuweza kupandisha kinga yako ya mwili ukiwa nyumbani. Lakini pia jitahidi sana kupata virutubisho ambavyo vyenyewe vinadili na magonjwa ya allergy pamoja na allergy pamoja na hiyo autoimmune disease. Kwa sababu gani? Viko virutubisho vingi, lakini kuna vingine ambavyo vina sifa ya kwenda sasa kurekebisha, kwenda kumwambia yule kinga ya mwili kwamba bwana usimwathiri huyo viungo, huyo ni mtu wetu, athiri wale ambao ni maadui wanaotoka nje, ndio wazuie wasiingie, lakini usimwadhibu huyu. Kwa hivyo sio kwamba kila kirutubisho kinaweza kufanya hivyo. Vipo baadhi, ukitaka kuvijua unaweza kunicheki nikaweza kusaidia kukupatia ambavyo vitapandisha kinga, lakini pia vitamwepusha mtu na hizo allergy mbalimbali, lakini pia vitamsaidia mtu kuweza kuondokana na magonjwa ya autoimmune disease, sawa? So wewe unajua kabisa kwamba swala la kinga ya mwili ni swala lako. Hiyo ndo kauli mbiu yetu, kwamba kauli mbiu yetu hapa ni kwamba swala la kupandisha au kulinda au kuboresha kinga zetu za mwili lipo kwetu sisi wenyewe. Alafu sisi tutakapoiweza kuirekebisha hiyo kinga ya mwili na kuipa kila kitu, yenyewe itatulinda sisi dhidi ya magonjwa mbalimbali. So kama wewe ni mtu ambaye una changamoto mbalimbali za kinga za mwili, una changamoto za kuugua mara kwa mara, una changamoto za kuumwa magonjwa ambayo ni magonjwa sugu, unaweza ukaniona nikakusaidia kupatia virutubisho ambavyo vitaenda kujenga mwili wako vizuri na kwenda kuimarisha kinga yako vizuri, lakini pia kwenda kuondoa au kukimbiza magonjwa ambayo yako ndani ya mwili wako. Chukua namba yangu bio, ni cheki niweze kukusaidia.